Iran imezitaka baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati kujiepusha na ushirikiano na Israel kufuatia madai ya Israel kuwa waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu alifanya ziara ya siri katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE wakati wa vita dhidi ya Iran. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghai, alisema Teherani inafahamu kuwepo kwa mawasiliano na ushirikiano kati ya Israel na baadhi ya mataifa ya ukanda huo. Si jambo lililofichika kwamba kumekuwa na mawasiliano mengi kati ya utawala wa Kizayuni na baadhi ya nchi za eneo hili, amesema Baghai. Aidha, ameonya kuwa mataifa ya ukanda huo ikiwemo UAE yanapaswa kujifunza kutokana na matukio yaliyotokea katika miezi miwili au mitatu iliyopita. Kwa mujibu wa Baghai, mahusiano hayo yameipa Israel nguvu ya kuendelea na mashambulizi na operesheni zake za kijeshi katika eneo hilo. Aina hii ya ushirikiano imewapa Wazayuni ujasiri wa kufanya uhalifu, mauaji ya kimbari Gaza na kuendeleza mashambulizi ya kijeshi nchini Lebanon, amesema. Hata hivyo, UAE imekanusha madai ya kuwepo kwa ziara yoyote ya Netanyahu nchini humo wakati wa vita hivyo. Baghai pia amesema uwepo wa kijeshi wa Marekani na Israel katika Mashariki ya Kati haujaleta usalama, bali umeongeza hali ya sintofahamu na hatari kwa mataifa ya eneo hilo. Wameona kwamba uwepo wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Kizayuni katika eneo hili hauleti usalama, bali huleta ukosefu wa usalama wa nchi zote za ukanda huu, amesema. Msemaji huyo ameongeza kuwa ustawi wa nchi za Mashariki ya Kati unaathiriwa na ushirikiano wao na Marekani pamoja na Israel, huku akizitaka nchi hizo kudhibiti ardhi na rasilimali zao wenyewe badala ya kuziruhusu kutumiwa na mataifa anayoyaita wavamizi. Licha ya kauli hizo kali, Baghai amesisitiza kuwa Iran haina uadui na mataifa ya eneo hilo. Sisi hatuna uadui na nchi yoyote ya ukanda huu. Sisi tutaendelea kuwa majirani wa kudumu wa nchi zote za eneo hili ikiwemo UAE, amesema. Tangu kuanza kwa vita kati ya Iran na Israel Februari 28, UAE imekuwa moja ya nchi zilizolengwa zaidi na Iran. Jumapili, shambulizi la drone lililenga kituo pekee cha nishati ya nyuklia cha UAE na kusababisha moto mkubwa.